من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuzitaka ziada za kheri zimiminike kwa wingi kwa kiongozi wa umma, kipenzi cha watu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi mimi na furaha sana naposimama katika mimbari ya msikiti huu, wakati juzi Sheikh Uthmani amenipigia simu na kuniambia kuna mwaliko wa kuzungumza na Waislamu katika msikiti huu kutoka kwa Imamu Suleimani na uongozi wa msikiti kwa ujumla. Alipokuwa akinihadithia msikiti gani tunakuja, mimi nilimwambia msikiti tunaokwenda mimi na historia nao, labda kwa watu wageni, lakini watu wenyeji msikiti huu mimi na historia nao kubwa sana mno. Moja ya maeneo ambayo aliwahi kusababisha kutakiwa kwenda jela mimi ni msikiti. Mwaka 1999 tuliwahi kufanya muhadhara hapa na taasisi ya Khidmatul Da'wat al-Islamia. Mwenyekiti wa muhadhara alikuwa Magezi Shabani Maranga. Hapo nilikuwa na kama miaka mitatu nimehama kutoka Juakika kwenda Kidima. Katibu mkuu wa taasisi alikuwa Mohamed Kubege, yule pale kavaa suti. Mhadhiri mkuu nilikuwa mimi. 1999 mwaka 99. Kwa wale wanaokumbuka, mkuu wa kituo Stabei alikuwa Abdalla Waziri Msika. Ndio alikuwa mkuu wa polisi wa Stabei enzi hizo. Tulifanya muhadhara hapa, walikuja Sipaulanga, Ndimbo, Noah, Antoni Tambo na Pius Baule. Kuna watu wengine hawajui. Yaani mko hapa baadhi yenu wa watu na wataji wengine hata hawajui. Na wengine wametangulia mbele za haki. Wakristo wote wanaokwambia. Tulikuwa tunazungumzia mada ya Yesu katumwa kwa watu gani? Katumwa kwa watu wote au wana wa Israeli? Wakati nakwenda kujibu swali, mimi nilianza na majibu kisha nikatoa aya 17:6 Yohana. Jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu, walikuwa wako ukanipa mimi, na neno lako wamelishika, nao wamesadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma. 17:6 Yohana. Bwana Yesu anasema jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu, walikuwa wako Mungu ukanipa mimi, na neno lako wamelishika, nao wamesadiki kwamba wewe Mungu mimi umenituma. Nikawauliza swali, ikiwa Yesu katumwa kwa Wakristo na sio kwa wana wa Israeli, jina la Mungu kwa kinywa cha Yesu linaitwa nani? Ukitaja linaacha Uislamu. Waligawana maiki utafikiri ina moto. Sio, mnanielewa Waislamu?
1999. Nilikuwa bado mdogo. Nilikuwa na kilo 62 lakini na hoja za kilo 4000. Yaani uzito wangu ulikuwa kilo 62 lakini hoja zangu kuanzia kilo 4000. Nilipoburuza sana, taarifa zikafika kwa wakubwa. Bwana mkubwa mmoja kiongozi wakati huo alikuwa na cheo cha kardinali, akatoa amri tukamate. Waziri akatumwa, akatuletea defender hapa baada ya magharibi. Hiyo ndio siku niliona pepo hapa. Si mnaelewa? Nilisema maneno magumu sijawahi kuyasema katika maisha yangu. Sasa nataka tu nikugusie kwamba kazi ya msikiti huu kihistoria, mimi na historia ndefu sana na msikiti. Nasikia furaha kuona tena leo nimekuja kuzungumza na Waislamu hapa. Ndugu zangu, dakika chache hizi na ujumbe mfupi sana unaoambatana na dua, na naomba mkae msikilize dua. Wakati Imam Suleimani anataka kunikaribisha, nikamwambia aanze Sheikh Othman. Akaniambia hapana, tuna mchango, anza wewe ukusanye fedha kisha Sheikh Othman na wengine wamalizie. Kwa msikiti huu kuambiwa watu wana mchango, hatuhitaji kusema tunataka mchango wa dini, kwa sababu msikiti unaonekana unahitaji nini. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia ndani ya Qur'ani, wa anna masajida lillah, misikiti yote ndio nyumba za Mwenyezi Mungu. Yaani wanadamu wamechagua nyumba zao na Mwenyezi Mungu kachagua ya kwake hapa duniani. Lakini nyumba ya Allah hapa duniani halali. Yaani Mungu sio ana viungo kwamba atachoka tutaki kulala relax mwili. Hiyo misikiti kaichagua sio kwa sababu anataka kujificha wahuni wakitaka kumkamata ajifungie ndani. Wala hakuichagua akasema ya kwake kisha akatupa fursa sisi ya hiyo misikiti kuijenga kwa sababu yeye kaishiwa uchumi kidogo unayumba. Hapana, amejenga pepo ina nyumba za dhahabu. Amejenga pepo ina nyumba za dhahabu. Amejenga miji peponi mtu mmoja maskini akamiliki dunia mara 7 mara 70 dunia. Kwa hiyo vigorofa 15 20 2 3 100 1000 za Dar es Salaam za Tanzania na za duniani, Mungu kwake thamani yake ni kitu kidogo. Yaani hata thamani ya kilomita 1 ya barabara ya peponi huwezi kufananisha na gorofa zote za duniani. Barabara ya peponi kilomita 1 thamani yake ni kubwa kuliko vilivyomo mbinguni na ardhini. Lakini Allah akasema hii misikiti tunayojenga sisi, wa ana masajida lillah, misikiti yote yangu mimi Mwenyezi Mungu, na sasa nataka mkaniamudie humo na asiamudiwe yoyote humo isipokuwa mimi. Ndio maana wote tumeacha shughuli zetu tumekuja hapa kufanya ibada. Na inawezekana hata msikiti huu ungekuwa na makuti juu, tungeacha gorofa wenye magorofa, tungeacha nyumba za chini wenye nyumba za chini, tungeacha pa kupanga wenye kupanga, tungekuja hapa tukasali kwenye nyumba yenye makuti juu, na ungepeleka paji lako la uso chini bila kijani kilichotandikwa. Inawezekana hata kwenye mchanga, tena kwa unyenyekevu ungekuwa ukisema Allahu Akbar, Mungu mkubwa, paji langu na mimi mwenyewe havina thamani isipokuwa wewe Mwenyezi Mungu ndiye mkuu, na ungesujudu. Kwa hoja hiyo na thamani hiyo, msikiti ni kitu cha thamani. Na nataka nikwambieni tangu miaka ya 98, tangu miaka ya 95, msikiti huu umekuwa msikiti wa harakati mpaka kesho kutwa. Haujawa na maimamu wajinga, sijawahi kuona. Lazima tukubali kwa msikiti na maimamu wajinga. Ni ngumu, maneno makali, lakini lazima tuseme ukweli. Msikiti ukifika unaulizwa leo nataka kuzungumzia nini? Yaani mtoe mawaidha imamu kabla ya waumini. Huyo si mjinga. Kama angekuwa anataka mawaidha si angekaa asikilize. Yaani uanze kwake alafu ayatie voti ndio au hapana.
Sasa msikiti huu ni msikiti wa harakati. Binafsi natoa wito kwa Waislamu popote duniani. Msikiti unakwenda ghorofa ngapi? Baba, msikiti unakwenda ghorofa ngapi? Kwenye madrasa inatakiwa ghorofa 5, msikiti unatakiwa ghorofa 1, na hii ni floor ya kwanza, yaani chini bado ground ndio imefikia hatua hii, lakini ghorofa ya kwanza bado, na kuna madrasa ina ghorofa 5. Nitoe wito kwa Waislamu popote duniani. Wallahi, mimi shahidi, huu ni msikiti wa harakati. Ukiwekeza pesa yako kwenye msikiti huu, umewekeza pesa yako mahali sahihi. Takbir! Allahu Akbar. Ukifanya mawasiliano na vyombo vya habari, umeona maneno yangu hapo, omba namba za imamu wa msikiti huu na viongozi wake, lete sadaka yako moja kwa moja, ama ipitishie kwa Sheikh Othman Michael, naamini sadaka hiyo itafika pasi na mashaka yoyote. Nasema kwa Othman Michael itafika kwa sababu kwanza naamini hana njaa. Tuamizane ukweli. Maana ukiwa kiongozi na hali ya maisha ngumu, sadaka kufika shughuli. Hapa tuamizane ukweli. Sheikh Othman Michael, Mungu amemruzuku riziki ambayo naamini hana sababu ya kufanya ghushi yoyote. Akipewa amana hiyo itafika. Mimi nimekaa na Sheikh Othman, nimejifunza vitu vingi sana. Sheikh Othman, kwa wale wasiomjua, mtu wa dua sana. Mimi mara kadhaa nimekwenda nyumbani kwake tunakesha usiku. Wiki hii kidogo imenipiga chenga, na nilipanga wa maji nikaswali naye, lakini wake zangu wakanipiga bili. Nilikuwa wivu tu akimtimba. Wakaniambia, tishia leo tunataka kuswali na wewe usiku. Kama hamna hata swala hapa wivu. Kwa sababu kuna nafasi moja imeelea. Unaweza kaondoka kwenda kufanya mipango ya ndoa. Wanamwambia Sheikh yake, Sheikh ndiye radhi, nimesimama na shemeji zako. Ila niliwapeleka hamna kulala tangu saa 7 mpaka tukasali alfajiri. Mtu anakoromea kwenye kiamu laili. Sasa Sheikh Othman ni mtu wa dua. Na kwa dua zake kwanza kabisa Mungu ameanza kuonyesha kwa dua zake ni mustajaba, ameanza kumruzuku mwenyewe. Sababu Sheikh Othman kazaliwa familia maskini, maisha ya maskini. Sio tajiri kwao. Lakini kwa namna Mungu alivyokubali zile dua zake, yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu amemtengenezea riziki. Mimi naamini katika mashehe wenye uchumi mzuri Dar es Salaam, Othman yumo. Naweza kuwa hata namba 1, tusio wachoyo ukweli. Sababu ndio shehe pekee anaendesha gari zote nzuri unazozijua wewe. Yaani kila inaitwa gari nzuri anao. Shehe anapenda magari huko. Alafu juzi alikuwa anambia, natamani kama ninunue Range nyingine. Kasema hapa Range tena. Isiwe Range. Sasa kwa watu ambao wana uchumi mzuri, ukileta sadaka yako itafika. Nitumie fursa hii kutoa wito. Peleka sadaka yako kwa Sheikh Othman itafika. Biidhnillah, mimi niombe namba ya viongozi, usinipe sadaka. Sio namaanisha nitakula. Na mimi siku nazo. Mimi njaa sina. Nazo alhamdulillah, Mungu kaniruzuku. Ndio mhadhiri pekee anaendesha gari ya milioni 400. Mashaallah. Nazo siku sina njaa. Nimerudi kidogo, dua ya Sheikh imerudisha kwenye level. Sasa nikwambieni tu Waislamu, tutoe sadaka zetu kwa ajili ya Allah, na hivi sasa tutafanya mchango kwa ajili ya msikiti. Nilimwambia Sheikh Othman tukifika na sisi tutoe za kwetu. Na inshallah leo tutatoa za kwetu kuchangia msikiti. Niwaombe kwa dhati kabisa tusimame kutoa mchango kwa ajili ya msikiti. Hizi maiki zako zikae kwanza pembeni, niachie mimi na maiki za waumini tu. Nataka tuanze dua. Nataka tuanze nini?
Sheikh ifiche hiyo hela, sitaki hata kuiona ndogo. Sheikh Othman, nataka watu 7 wenye laki, 2 tutakuwa mimi na wewe. Watu 7 watatoa 1,100,100, lakini kati yao 2 tuwe mimi na wewe. Naomba nianze na yako hapo. Sijasema uchukue za kwako, za Mungu hizi. Maimamu anataka kunyosha mkono achukue. Nataka watu 7 wenye laki. Sheikh Othmani ameanza. Nataka watu 7. Semeni inshallah. Inshallah. Sasa kumekaa kifitina huko. Vidole si vitanikumbusha. Tawiana radhi. Mfukoni kuna 500 nyingi, sasa mtazivumilia wakati nazitoa. Sasa shehe, mimi mwanangu hana ada, mimi pia mwanangu hana ada. Tusitafutane lawama. Wote watoto wetu hawana ada. Mwanamkawia alisema, "Unajua shehe, mwanangu hana ada na mimi mwanangu pia hana ada." 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Zimekuwa ngapi hizo? Hizi nauli huko na sina nauli wala sina lunch. Nikitoka hapo sianze kunifuata, "Unajua shehe, sijala, mimi pia sina hela." Mimi pia hali yangu mbaya. Kuna mtu ana hali nzuri saizi? Wote tuna hali mbaya. Tuanze na dua. Mimi najua na shehe, na kuomba dua hii utaifanya wewe kwa wanaotoa, kwa sababu mimi najua dua zako zinajibiwa na Mwenyezi Mungu. Siri yako moja ni kule kuomba dua usiku ukasimama na asubuhi ukachinja. Na najua leo umechinja. Najua wanyama 2 umechinja. Nimeotea sijaotea? Sasa kachinja wanyama leo. Jumatatu kuamkia Jumatatu kasimama, kuamkia Alhamisi kasimama, na leo kachinja. Ukizipata zako unaenda kuhonga malaya. Utoi kwa ajili ya Allah. Tunyanyue mikono inshallah. Nataka watu 7 hapa niwaone. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ya Allah ya Allah. Itikia amin. Hata kuitikia amin unaona shida. Allahumma ya Allah ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Allah. Amin. Ya Rahim ya Allah. Amin. Ya Malik ya Allah. Amin. Ya Qudus ya Allah. Amin. Ya Salam ya Allah. Amin. Ya Mu'min ya Allah. Amin. Ya Muhaimin ya Allah. Ya Aziz ya Allah. Ya Jabbar ya Allah. Ya Mutakabbir ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Rabbi, mikono yetu tumenyanyua. Allahumma ya Rahmani, shida na haja zetu wazijua. Hakuna ombaye kwa haki isipokuwa wewe. Ya Rabbi, katika mwezi huu ndo amezaliwa mtume wako Muhammad, na umemleta akawa nuru ya ulimwengu. Ya Rabbi, Muhammad ambaye anatajwa na midomo ya watu usiku na mchana. Ya Rabbi, ndio jina ambalo haipiti sekunde isipokuwa limetajwa. Mwenyezi Mungu, kwa baraka ya kiumbe huyu na kwa utukufu wa siku aliyozaliwa na kwa baraka ya mwezi aliyozaliwa ambao ndio huu tuko nao, ya Rabbi, kila atakayetoa sadaka yake katika kuijenga nyumba yako hii, usikate riziki yake kama ambavyo jina la Muhammad alitakatika midomoni mwa watu. Usimtie ugumu wa maisha kama ambavyo jina la Muhammad halitakatika midomoni mwa watu. Ya Rabbi, tunakuomba kama jina la mtume linavyoendelea kutajwa, basi kila mdomo wenye kutaja jina hilo iwe kafara kwa ajili ya kumruzuku mja wako anayetoa sadaka yake leo. Mwenyezi Mungu, huu ni msikiti, hakuna siku utaacha kufanyiwa ibada. Hakuna siku utaacha kusujudiwa. Ya Rabbi, kila ambaye ataingia katika msikiti huu kukuabudu wewe, idadi na kiwango cha thawabu unazolipa ziwe riziki za yule anayetoa sadaka yake kujenga msikiti huu. Umfutie madhambi yake kwa idadi ya thawabu unazowapa wanaosali msikiti huu. Umsamehe makosa yake kwa idadi ya watu wanaosali msikiti huu. Ya Rabbi, hakuna ambaye kwa haki isipokuwa wewe. Ya Allah, kila anayetoa sadaka yake hapa
Umnusuru katika kile ulichonusuria matukufu maneno yako ya Qur'ani. Umhifadhi katika kile ulichohifadhia maneno yako matukufu ya Qur'ani. Umlinde katika kile ulicholindia maneno yako matukufu ya Qur'ani. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyika rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Naomba watu wanne wenye shilingi 100,000, nani yuko tayari? Inuka, hata kama huna cash, toa ahadi. Jenga nyumba ya Mungu, Mungu ajenge kaburi yako. Jenga nyumba ya Mungu, Mungu ajenge riziki zako. Jenga nyumba ya Mwenyezi Mungu, Mungu akujengee watoto wako. Jenga nyumba ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akujengee yakini yako. Nani yuko tayari kutoa 100,000? Mwenyezi Mungu unawaona waja wako hawa, umewaruzuku. Naam Sheikh, takbir. Utatoa ahadi? Inshallah. Sheikh anatoa ahadi ya 100,000, zimekuwa 3. Tunataka tupate 4,000. Nani yuko tayari kutoa ahadi mtu mwingine? Nani yuko tayari kutoa ahadi ya 100,000 kwa ajili ya Allah? Anajenga nyumba ya Allah, anajitolea kwa ajili ya Allah, anatafuta radhi za Allah, na 100,000 tu, pesa ndogo sana 100,000. Nani yuko tayari? Watu wanaendelea kuwaza. Naomba watu 7 wenye shilingi 50,000. Nani wa kwanza yuko tayari? Nyosha mkono, lete au toa ahadi. Nataka nikwambie kitu, maisha yako kwenye kutoa, mafanikio yako kwenye kutoa. Nataka nikwambie kitu, mafanikio yako kwenye kutoa. Huyu mdogo wangu Mungu anamruzuku, mdogo wangu wa umri. Kwa umri mdogo wangu, ila kwa ukubwa yeye mkubwa, mimi mdogo. Mimi nimetangulia kuzaliwa tu. Lakini huyu mtu anatoa sana. Sifa yake ni kutoa. Usione online zimekaa hapo. Hizo online watu watapata posho, watu watakula mchana. Yaani kwa uchache Ijumaa anatumia, anaspendi milioni na nusu kila Ijumaa. Wacha Mungu ampe, kwa sababu ana yakini na anachofanya. Wewe unahisi ukitoa zitakwisha, ndio unazidiwa. Kwa sababu Bwana Yesu anasema aliyenacho ataongezewa, asiyenacho atanyang'anywa. Si mnanielewa? Haya maneno ya Bwana Yesu, tena maneno ya ukweli ujue. Aliyenacho ataongezewa, asiyenacho atanyang'anywa. Sasa wewe huna, unanyang'anywa nini? Utanyang'anywa maarifa ya kutafuta. Aliyenacho anaongezewa maarifa ya kupata. Baada leo akiuza ndazi litanunuliwa tu mtaani, kwa sababu tayari Mungu ashampa mikono ya kutafutia. Wewe unayekula kwa mine, kata kila mpango unaopanga ndio unagoma. Siku umefikiria kupeleka dagaa Mwanza, ndio utazikuta dagaa zina soko mpaka zinaoza zingine. Unajuta kwa nini 10,000 yako kununua dagaa ukala mwenyewe. Ukiwa nacho unaongezewa, usipokuwa nacho unanyang'anywa. Sasa mwenye nacho anayeongezewa ni yule anayetoa. Baresa ni mtoaji, nani asiyejua? Nani asiyejua Baresa kuwa mtoaji? Nani asiyejua? Jitolee. Watu 7 wenye 50,000. Mtashangaa msikiti huu wa harakati, watu wananiangalia kama hawanioni. Nashuka kiwango. Nataka watu wote mtoe 10,000. Hii sasa hakuna atakayeshindwa. Kila anayejua karuzukiwa na Mungu 10,000. Mwambie Mungu, hii ndio sadaka yangu kwa ajili ya nyumba yako tukufu. Nataka watu 50 wampe Mungu 10,000, watu 50. Alafu sheke watu hawa uwafanyie dua, uambie Mungu anachotaka awape. Na wewe ukishatoa kaa pale, mwambie Mungu unataka nini kwenye 10,000 yako. Kama unataka mtoto, mke, mali, biashara, kazi, zitaje. Nataka watu 50. Inuka mwenyewe uje. Huyu mtu wa kwanza, niletewe mimi. Huyu mtu wa pili, mimi ndo nahesabu, mimi ndo calculator. Huyu mtu wa 3, watu 50 wenye shilingi 10,000. Huyu mtu wa 4, ikunjue kabisa. Huyu mtu wa 5, huyu mtu wa 6, huyu mtu wa 7, huyu mtu wa 8, huyu mtu wa 9, huyu mtu wa 10, huyu mtu wa 11. Nikikosa watu 50, wallahi mtakuwa mmenisikitisha watu wa msikiti huu.
huyu wa 12, huyu wa 13. Ukitoa usiondoke, kaa chini, mwambie Mungu unataka nini, afu muombe dua Mwenyezi Mungu. Huyu mtu wa 13, huyu mtu wa 14, watu 50 tu. Tutakuwa tumepata 700,000 mkononi, na hii moja inakuwa 800,000. Utaleta? Na? Ataleta 50,000 shehe. Unamfahamu eh? Takbir! Inshallah na huyu aingie kwenye dua. Mungu atuangalie. Na mimi namwambia kabisa Mungu, laki yangu nimekupa msikitini hapa. Isivuke kesho Mwenyezi Mungu, au kesho kutwa niwe na milioni 10 mfukoni. Ukitoa mwambie kabisa Mungu, huyu hapa wa 14, huyu wa 15, huyu wa 16. Kina mama sijaona sadaka zenu wala taarifa. Kina mama wanakuja wale pale. Mama ameleta 50,000. Yule mama pale afanyiwe dua, akaleta shilingi 50,000. Mwenyezi Mungu amsahilishie, amfanyie wepesi mambo yake. Na kina mama mliopo majumbani, kina baba, lete hapa kwa ajili ya Allah. Huyu wa 18, kama ratiba yangu inaenda sawa, hii 50 tumepata 2, wenye laki tumepata 3. Msikiti utaisha. Utaisha, sina hata mashaka. Lete sadaka mtu mwingine. Nani ameruzukiwa shilingi 10,000? Bado watu 2 tufikishe watu 20. Watu 20, bado watu 2. Tupate 20 watu 20, 10 watu 20, bado watu 2. Nani anasema kwa ajili ya Allah na mimi naleta 10,000 yangu? Naomba watu 2. Na hawa ikiwezekana wao wanawatolea ndugu zao na wazazi wao sadaka. Mwambie mimi natoa 10,000 yangu hii kwa ajili ya mamangu aliyetangulia au babangu. Inuka hivi sasa. Toa sadaka kwa ajili ya mzazi wako aliyetangulia. Hata kama mwenyewe ulishatoa, naomba watu 2 walio tayari kujitolea sadaka zao 10,000. Hiyo ya kwako. Sio ndogo, ila sijui kama ya kwako kweli, ila inaweza kuwa ya kwako. Maana hata siku ya Kiyama ukisikia saizi Jibrilu kaja kafatana na Malakul Mauti kasimama pale, alafu Jibrili anatuambia ambaye hatoi sadaka huko msikitini, alasiri leo itakuwa haki yake kurudi kwa Mola wake. Basi kuna watu watakopa Sheikh Uthman, una 10 hapo, ngoja nitoe hapo. Watu wanaogopa kufa. 17, 18, watu 2 bado. Tayari. Sheikh unatoa ngapi? Iko kwenye simleti hapa. Ilete. Ndio ilete hapa. Hiyo 10,000 utakuja kuitolea. Lete shilingi 10,000 yako kwa ajili ya Allah. Wallahi misikiti hii inatakiwa kufanywa harakati. Hii nani? Mwenyekiti huyo. Mimi sina wasiwasi. Tolea sadaka baba, Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi baba yako, ampe hitajio la maisha ya dunia na akhera kama yuko hai. Kama ametangulia, basi Mwenyezi Mungu amtengenezee kaburi yake iwe katika viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi. Mimi leo sadaka yangu niliweka mahsusi kwa ajili ya mamangu na babangu. Tangu niko nyumbani kwa nasema leo babangu na mamangu nawatolea sadaka. Alhamdulillah. Nani mwingine? Yule wasimu kaleta kwako alafu umeleta huko. Hapo umetufanyia, mtusaidia uadilifu, maana sisi watu wengine sema tena zikae kwenye mfuko wa shehe na kwa mtihani kidogo. Nani yuko tayari shilingi 10,000? Naomba kundi la mwisho, kila anayemiliki shilingi 5,000 asimame. Kila anayemiliki 5,000 simama uilete. Hapo abakie mchawi na bakhili ambaye anasubiri kwenda motoni. Yaani kama wewe unajiona uleti mpaka 5,000, jua wewe mchawi. Na yule ambaye hana kabisa, na Mungu anamuona mifukoni mwake hana, na Mungu anaona hajatengeneza hila kwamba wakati anatoka alivaa suruali haina mifuko maksudi asitembee na hela ili akimbie mchango, huyo Mungu ampunguzie riziki. Kuna watu wakija msikitini nasema akienda nazo hizi, kuna watu wana midomo mibaya kule, utatoa tu ngoja zikae nyumbani. Huyo Mungu ampunguzie riziki. Allahu Akbar. Huyo wa kwanza katika watu wenye 5,500, watu 50. Simameni vijana. Alafu wakati unaleta huko unatiania. Huyu wa 2, watu wenye 5,500. Huyu wa 3. Inuka jamani, haraka haraka. Nataka hapa kwa uchache tuwe hata na angalau 7,000, 8. Huyu hapa 5,000 tena, wa 4. Wa kwanza, wa 2, wa 3, wa 4. Na nani mwingine ameruzukiwa 5,000? Simama ulete kwa ajili ya Allah. Watu wako
Sometimes misikiti ya harakati ndio shida yake. Watu wanakuwa wagumu, yale maneno yote yanaziona mbinu za kutafutia pesa. Sasa kazi kweli kweli. Lete sadaka yako kaka. Tumalize dua. Sheikh Uthmani sasa utafanya dua. Kila mwenye 2,000, 3,000, 1,000 alete. Hapo sasa wabakie wachawi watupu ndo wasinuke. Hiyo wazazi wawili. 5,000 baba, 5,000 mama. Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi wazazi wako wawili. Wewe sio katika mchawi. Ukileta hata buku, wewe huwezi kuwa mchawi. Kwanza hakuna mdengereko mchawi unatoa. Mdengereko mchawi nafikiri utume ungeendelea, mtu mwingine angeshikia ufiki. Takbir. Allahu akbar. Nakwambia utume ungeendelea, mtu mwingine angeshikia ufiki. Kwa sababu ndio mahala pekee hakuna Mkristo hata mmoja kama Pemba. Ila sasa Waarabu washapata mtume wao Muhammad na Swaleh, ingekuwa sio rahisi tena nyie mpewe hiyo utume. Hata buku tulete 500 lete hapo sasa, bakie bakhiri na mchawi. Yaani unamwambia Mungu hata buku huna. Sheikh anasema anakuja na simu anataka kutoa kabisa hapa. Sheikh huyo unatoa ngapi nijue kabisa? Laki, 200,000, 20,000. Takbir. Mpewe 20 afu yeye ingie kwenye simu yako. Hiyo ndio watu wa khairati. Ila hiyo si unafaulisha. 10 nyingine wanafanya ndio utatuletea inshallah. Nyie watu wa kamera msifunge. Sheikh Uthmani hajamaliza, mimi nishamaliza mimi kusema. Msifunge kamera zenu. Sheikh ana maneno ya kumalizia hapa. Kuna vitu tulikuwa tulete. Haya inshallah. Mtu mwingine analeta 10,000. Mzee hii ndio miamba yetu ya zamani. Wa alaikum salam habibi huko. Raha sana. Hawa ndo wazee wetu wa siku nyingi. Enzi hizo. Msikiti una historia sana. Msikiti huo. Nakumbuka zilikaa defender kama 6 hapo na gofu moja enzi hizo. Alafu ikatangaza kabisa, fungeni muhadhara, mtoke hapa sasa hivi. Mkuu wa polisi wa wilaya anasema hivi, wasibie enzi hizo, Abdalla Waziri Msika. Alafu Magezi alisema maneno mpaka niliogopa, mkafunge muhadhara wa babako na mamako, watufunge muhadhara. Alafu akawaambia Waislamu kila mwenye nacho aje nacho hapa. Dakika 2 zilijaa fimbo na mapanga hapo nje, gofu ziliondoka zenyewe. Zikatuacha tunahubiri. Ikafika saa 5:30 tukavaa mabaibui tukaosha. Polisi wanatusubiri, sisi tushakaa kwenye mikabu kitambo. Unatembea kama misi hivi, kumbe mwanamume. Unapishana na polisi wala kuoni. Rasul Muhammad. Na akili sisi. Wote tukamata siwe dume. Wallahi watu wa dini hawakamatwaje ovyo. Na kwa kaa Yesu alipotaka kumkamata, mara akatokea wawili miongoni mwao na sura nyingine. Sasa usiulize ile ya kwanza ilikuwa na sile tumetumiaga ile haya ya sura nyingine. Kikiwaka unakuwa kama mwanamke, mtu anakushtukia. Sasa wewe mwanamume mshike mwanamke, ukiguse matiti akupeleke mahakamani. Raha sana. Inshallah mimi nimemaliza mchango. Sasa Sheikh Al-Habibi Sheikh Imam Suleiman, huyu ndugu yangu, swaiba wangu sana. Katika watu ambao nimewahi kupata dua za wazazi wao, mimi nimepata dua ya mamake mzazi. Ndio nimewahi kufanya kazi Pemba. Alafu mamake amebeba kama mwanawe wa kunizaa. Alafu nikapikiwa mashirisheri na samaki. Allahu Akbar. Nilikuwa nalinga, naambia watu mamangu, watu sasa mama mbona Mwarabu wewe mweusi? Naambia Sulemani mdogo, sasa tusiulizane mamangu vipi wewe ni vikatu. Mimi nishakula kwao bwana. Mamake na wazazi wake watu wakarimu sana. Sana 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 sana. Kwa hiyo mimi huyu ni ndugu yangu haswa. Tuko naye katika kila hatua kwenye harakati. Mwenyezi Mungu amlinde, amjalie kila la kheri katika harakati za dini. Ampe mwisho mwema inshallah, na kwa sote Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema. Sababu kazi ya dini mtihani, fitina na mitihani haviishaji katika dini. Fitina na mitihani katika dini ndugu zangu haviishi. Usitaki wewe kwenda peponi, usiseme wewe nani. Kasema Muhammad wewe nani. Utapigwa tu maneno.
Tena wakati mwingine unapigwa maneno ambayo mpaka unakata tamaa. Unaweza kuitwa mwizi, mshenzi, una maana yoyote, lakini wewe ndio unasaidia na Uislamu unaweza kupiga hatua kupitia maneno hayo yanayokwenda. Jambo la msingi, maisha bora katika Uislamu ni yale unayojenga kwa msingi wa mawe yanayotupwa na adui zako. Adui zako akikupiga mawe, we pale pale toa bonge la nyumba la mafanikio, alafu anaanza kuulizana, kajenga tena? Ndio, umejenga tena. Ndio mambo yanavyokuwa. Karibu.